Okay, hii ni Biomedia, karibu ni kuhabarishe. Karibu habarike na Biomedia kwa habari za burudani, michezo pamoja na habari za kijamii. Sasa kama hujasubscribe basi hakikisha unasubscribe ili kuendelea kuwa mwanafamilia wa Biomedia na kuhabarika na Biomedia. Bwana. Kama ambavyo tunamjua official Mange Kimambi, dada yetu wa taifa, hawezagi kunyamaza. Mange amemshushia kichambo cha hatari Wema Sepetu, na hii ni baada ya kumsifia Whozu na kudai kwamba atampa mimba. Wacha nikusanue. Kama ambavyo tunajua, Wema Sepetu pamoja na Whozu wako kwenye uhusiano wa kimapenzi, tena ni mahusiano ambayo kwa kweli yamekuwa na muda mrefu sana. Japo vikwazo vya hapa na pale havinabudi kutokea na vinatokea kwenye mahusiano yao, lakini ni mahusiano ambayo kiukweli sasa hivi yamekuwa na muda mrefu kidogo. Wema pamoja na Whozu wamekaa muda mrefu. Japo kuna wakati tunaona wanagombana, Wema anaamua kufuta kila kitu ambacho kinahusiana na Whozu, lakini baadaye mahusiano yanaendelea na mambo yanakuwa mazuri namna hiyo. Sasa kwenye moja ya interview ambayo amefanya mwanadada ama mrembo maarufu kama Wema Sepetu, amemsifia Whozu kwa kudai kwamba ndiye mwanaume wa pekee sana ambaye anaamini kuwa ile shauku yake na kitu yake ya kupata mtoto, basi Whozu ndo mwanaume pekee ambaye ataikata. Nikukumbushe pia Wema ni mwanadada ambaye tunaona yuko kwenye sakata la kutafuta mtoto kwa muda mrefu, lakini bado hajafanikiwa. Sasa ni interview ambayo aliweza kuifanya na kunadi mbele ya maiki kwamba mwanaume ambaye anaweza kukata ile kiu yake ya kupata mtoto ambayo imedumu kwa muda mrefu ni Whozu peke yake. Ndio maana kichambo kikubwa sana makikale kutoka kwa official Mange Kimambi kikamkuta mwanadada Wema Sepetu, na kwa sababu tu alimsifia huyu Whozu, ni mwanaume ambaye yuko kwenye mahusiano naye, so amemsifia kwenye interview ambayo alifanya, lakini Mange anaonekana hajapendezwa na hilo jambo la kumsifia Whozu Wema Sepetu. Kwa sababu gani Mange hajapenda na kumshushia kichambo mwanadada Wema Sepetu? Ni kwamba kama ambavyo nilikwambia, muda mwingine wanagombana kama ilivyo watu wengine wanagombana. So juzi kati hapa tunaona Wema pamoja na Whozu waliweza kusitisha mahusiano yao haya, kwa maana ya kwamba waliachana, na Wema alizungumza mambo mengi sana katika mitandao ya kijamii na kusema kwamba Whozu hana thamani ya kumzidi mbwa wake Manunu, akiweka kwamba Whozu na Manunu atamchagua mbwa wake Manunu. Lakini pia alisema kuwa Tanzania hakuna wa maana, kwa maana kwamba wote wameshindwa kumpa mimba, ikiwemo Whozu akiwa ndani pia, ambaye amemsifia sasa kwenye interview ambayo ameifanya. Sasa atataka kiu gani ili hali juzi kati ameongea maneno kama hayo? Lakini interview ambayo ameifanya amemsifia mtu wake na kusema kwamba yeye ndo mwanaume pekee ambaye anaweza akakata kiu yake ya yeye kupata mtoto. Hiki ndicho ambacho kimemuuzi mwanadada official Mange Kimambi, kumtupia kichambo kikali sana Wema Sepetu, tena kizito moja kwa moja, na nukuu kile ambacho amekiandika kupitia official Mange. Hapo Mange ameandika kwamba Mlakunde husahau mapema, lakini mtupa maganda hasahau mapema, ni ngumu kusahau. Hivi leo Wema wa kumsifia Whozu. Kwa kweli ni ajabu sana, na kusema kwamba atampa mimba wakati alizungumza mwenyewe kuwa Whozu hana nguvu za kiume ndo imepelekea wakaachana. Wewe Wema, wewe haya bana, hao vijana wanakupotezea muda. Tafuta mwanaume wa maana shoga yangu. Shauri yako, Whozu anakudanganya tu. Lengo lake achukue umaarufu tu kwako, apite hivi. Shida yako sio muelewa, ndo maana utakufa mgumba. Hata mama yako amekuwa akimkataa Whozu, hamtaki, lakini wewe hausikii. Shauri yako. Hicho ndicho ambacho amekiandika Mange Kimambi kupitia official Mange hapo. Na ikumbuke kwamba Wema na Mange walishawahi kuwa marafiki kabla ya Mange hajaondoka hapa Tanzania kuelekea kule nchini Marekani kwa ajili ya kuweka makazi yake huko na kuishi huko nchini Marekani. Waliwahi kuwa marafiki wakubwa sana na Wema Sepetu, lakini kwa kweli sasa hivi ni kama hana rafiki na mtu. Kila mtu anapewa kadri ambavyo anastahili.
Hiki ni kitambo kikubwa sana tena cha hatari ambacho moja kwa moja kinaenda kwa official Wema Sepetu, na hii ni baada yeye kujinadi mbele ya kamera, mbele ya maiki za waandishi wa habari na kusema kwamba mwanaume pekee ambaye anaweza kukata kiu yake ya kupata mtoto ni Whozu. Ili hali juzi kati ameonekana kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuachana na Whozu kwa sababu matatizo yanatokea. So migogoro kwenye mahusiano ipo na walipata mgogoro kidogo, wakaweza kusitisha yale mahusiano kwa muda. Na baada ya kusitisha yale mahusiano, maneno ni mengi sana ambayo aliyazungumza yeye mwenyewe Wema Sepetu, mpaka kusema kwamba kati ya Whozu na Manunu anamchagua Manunu na sio Whozu. Lakini leo mbele ya kamera ama mbele ya interview ameweza kumsifia Whozu na kusema kwamba ndiye mwanaume pekee ambaye anaweza kukata kiu yake. Kwa kweli Mange hili ameshindwa kulinyamazia, akatupa bonge ya kijembe kikubwa sana kama ambavyo nimekinukuu, hivyo ndivyo namna ambavyo ameandika. Wewe una lipi la kucomment kuhusiana na story hii? Basi dondosha comment yako hapo. Next video tutakuja kuisoma vizuri kabisa. Wewe una lipi la kuzungumza kuhusiana na Whozu pamoja na Wema Sepetu, lakini pia una lipi pengine la kumwambia Mange Kimambi kuhusiana na hili ambalo amelizungumza? Tutakuja kupitia comment yako next video. Endelea kutufuatilia kwa karibu sana kama Bayo Media kwenye mitandao mingine ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa ajili ya habari mbalimbali.